Namna bila shaka ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo katika kaunti zote 47 kwa namna hiyo nikikusabai popote pale ulipo na kukaribisha katika awamu hii ya TV47 ama upeo wa TV47 siku hii ya 11 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 tukiwa tayari kukujuza tukiwa ange kuhakikisha katika kaunti zote 47 tunakujuza kulikoni, lakini kwa sasa haya ndio yaliomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Msichana Trufena Muthoni aandikisha historia kwa kukumbatia mti kwa saa 72 akivunja rekodi ya dunia. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba atangaza matokeo ya kwanza ya mtihani wa KJSEA. Na muungano wa upinzani kwa mara nyingine umeapa kupinga uuzaji wa hisa za Safaricom na ubinafsishaji wa rasilimali za kampuni za umma. Karibu popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Valino Wino. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Moja kwa moja ni kwamba Wizara ya Elimu hii leo imetangaza rasmi matokeo ya kwanza ya mtihani wa tathmini ya KJSEA, hatua muhimu katika historia ya mfumo wa elimu wa CBE. Zaidi ya wanafunzi milioni 1 wa darasa la 9 sasa wamekamilisha gredi ya 9 na watajiunga na gredi ya 10 mwezi Januari mwakani. Mwanahabari wetu Sheila Chelangat alikuwepo huko na akatuandalia taarifa ifuatayo. Waziri wa elimu Julius Migos alitangaza matokeo ya kwanza kabisa ya mtihani wa KJSEA akiyataja kuwa hatua ya kihistoria tangu kuanza kutekelezwa kwa mtaala wa CBC mwaka 2017. Zaidi ya wanafunzi milioni 1.1 kutoka kaunti zote 47 walifanyiwa tathmini ya KJSEA. Kaunti za Nairobi, Kakamega na Nakuru zikisajili idadi kubwa zaidi ya watahini. 41 counties had a significant entry of more male than female candidates, while Mombasa County is the only county that achieved a gender parity of 50% proportion for male and female learners. Masomo 7 yalionyesha matokeo bora, ikiwa ni kuwa zaidi ya nusu ya wanafunzi wakitimiza au kuzidi viwango vilivyotarajiwa. Haya ni pamoja na sanaa na michezo, kilimo, Kiswahili, somo la jamii, CRE, sayansi shirikishi na somo la dini la Kihindi. Creative arts and sports registered the strongest performance with 96.84% of learners attaining approaching expectations and 2 above. Wizara ya elimu inasema takriban 59% ya wanafunzi wameonyesha utayari wa kujiunga na mkondo wa STEM, 48% kwa sanaa na michezo na 46% kwa sayansi za kijamii. Uteuzi wa wanafunzi kujiunga na shule za sekondari andamizi unatarajiwa kuanza wiki ijayo. 1.13 million learners from junior school to senior school, against a capacity of 1.5 million. So we are good. We are expecting 100% transition of all the students who have sat for their examinations. Sasa itimiapo Krismasi, wanafunzi hawa wa gredi la 9 watakuwa wamejua shule watakazojiunga nazo, huku wakitarajiwa kuanza gredi la 10 kuanzia tarehe 12 Januari mwaka 2026. Sheila Chelangat, runinga ya TV47.
Kazi safi Sheila Chelangat, na ilikuwa shangwe na nderemo mjini Nyeri nje ya afisi za gavana wa kaunti hiyo baada ya msichana wa miaka 22 Truphena Muthoni kuweka rekodi ya kukumbatia mti kwa saa 72. Muthoni akivunja rekodi yake ya awali ya saa 48 aliyokuwa ameweka mwezi Februari mwaka huu. Mamia walijitokeza kusherehekea ushindi huu wa kipekee. Muthoni amekuwa akifanya hivi kama njia ya kuhamasisha umma kuhusu utunzaji wa mazingira. Mashahidi wanasema kuwa Muthoni alibaki mtulivu na mwenye bidii kila wakati alipopokea msaada kutoka kwa wakazi wa eneo hilo na mashirika ya mazingira nchini. Tunang'ang'ana sana ili tuweze kufikia pale, lakini nikilinganisha hata na Biblia hakuna kitu ambacho wanawake walifanikiwa bila ya kung'ang'ana. Kwa hivyo niseme congratulations Truphena Muthoni. Kurani sana na sisi kama watu wa Nyeri tumefurahia kuona msichana wa miaka midogo 22 akifanya jambo kama hilo, jambo ambalo halijawahi onekana tena. So sisi tunaamini kwamba Wangari Maathai wetu wamerudi na tunashukuru sana na tunasema tutaendelea kujionyeshana sisi kama watu wa Nyeri. Nimetoka Kisumu nikuje nione huyu msichana wetu. Msichana amefanya kazi safi. Sisi hatujalala. Tunaona mrembo wetu, tuko na yeye kwa kila pahali. Tunamfuatilia kwa mtandao, tunamsupport kwa mtandao na hata live tumesema lazima tufike tumsupport. Truphena is one of the environmentalists that we're having in Kenya who is advocating for environmental conservation. Bila shaka hapa ndani ya TV47 tunamsherehekea Truphena. Kongole kwa kazi njema ambayo unaifanya. Na mahakama kuu imesitisha kwa muda utekelezwaji wa mkataba wa ushirikiano wa afya kati ya Kenya na serikali ya Marekani uliotiwa saini tarehe 4 Disemba mwaka 2025. Mahakama imeelezea utekelezwaji wa mkataba huo kusitishwa hadi kusikizwa kikamilifu na kuamuliwa kwa ombi la dharura kunradhi lilowasilishwa hapo jana. Kesi hiyo iliwasilishwa na seneta wa Busia Okiya Omtata ambaye alitaka mahakama kusitisha utekelezwaji wa mkataba huo, akisema kuwa mkataba huo unaweza kutahadharisha zaidi na kuhatarisha data na usalama wa taarifa muhimu za Wakenya. In the very America about what happened to black people, the Tuskegee syphilis research where they subjected black people to syphilis trials and stuff like that. What guarantee do we have that we are not opening up Kenya to be a laboratory of guinea pigs for experiments on various things? So that attempt to put this thing out of the law is good. It was not good, and I'm happy that the courts have stood up and injuncted this particular process. And so, in February, we shall go back to slug it out, but principally, health data belongs to the individual, not to the state. And the state cannot commoditize it. It cannot be made into a commodity for trade. Kwingineko ni kwamba muungano wa upinzani kwa mara nyingine tena umeapa kupinga uuzaji wa hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom na ubinafsishaji wa rasilimali na kampuni za umma. Wakizungumza katika kikao na wanahabari hii leo, vigogo wa upinzani wamesema hatua hii ya serikali ni kinyume na katiba, kwani Wakenya hawakuhusishwa kikamilifu. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Apollo Kamau ana mengi zaidi. Kabla ya Wakenya kuadhimisha sikukuu ya Jamhuri, muungano wa upinzani hii leo umezungumzia mustakabali wa kitaifa na kuonya kwamba hautamruhusu Rais William Ruto kuuza na kubinafsisha rasilimali na mali ya umma, kutia mikataba ya kimataifa bila kuwahusisha Wakenya. The United Opposition therefore pledges that national assets belong to the people. They will never be sold without the consent of the people of Kenya, including Safaricom. Sovereignty and constitutional rule are not negotiable. This is what our forefathers fought for. This is why we are celebrating Jamhuri Day tomorrow. We will resist attempts to diminish our republic through Rutopreneurship, Ruto-bottomship, and Rutoism. Take it very seriously. We stopped them when they're trying to auction JKIA, and we will stop them. We have also made it clear, either be outsiders interested
in buying off Kenyan assets without proper public participation, without we, the people, we are sending out a strong warning to them that those things will be countermanded. We will not allow this country to be auctioned. Upinzani ukilenga darubini uuzaji wa hisa za kampuni ya Safaricom, mkataba wa ushirikiano wa afya kati ya Rais William Ruto na serikali ya Marekani, ubinafsishaji wa kampuni za Kenya Pipeline na KCB. Any agreement with whomever on the face of the earth that purports to oust the jurisdiction of the Constitution of Kenya 2010 must be resisted, rejected, because it is unconstitutional ab initio. Let William Ruto not cheat the people of Kenya that there's a problem of lack of unity in the country. All Kenyans are united against poverty, against oppression, against misappropriation of public resources, against sale of public assets. Those are the real challenges that face our country. Ingawa hakuungana na wenzake, Kigogo mwenza na naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i aliyekutana na jamii ya Wakuria nyumbani kwake Nyamira akipinga uzaji wa hisa za Safaricom na kuitaka serikali kuchapisha maeneo yote ya uchimbaji madini nchini. Wizi huu unaonekana wazi, uuzaji wa Safaricom, au kila mtu anaona. Hivyo ndivyo nchi hii inaendeshwa na wizi. Upinzani vile ukimlenga mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Ethekon na mkurugenzi mtendaji wa IEBC Hussein Marjani kuendeshaji mbaya wa chaguzi ndogo hivi majuzi. We are going to prosecute the chair of IEBC, private prosecution, along with Mr. Marjan. Take it seriously. And we were on the ground with Honorable Panyako. We saw Nabina Bwera leading these goons. We saw Stanley Livondo leading the goons. We saw former CS Sports Rashid Echesa leading the goons. We saw Esther Muhanda, Women Rep Kakamega, distributing relief food, mattresses, blankets. All these are documented, and PSs, Beatrice Nyangala and others. Apol Kamau, TV47. Kazi safi ya Apollo Kamau na wimbi jipya la tetesi limetikisa jukwaa la siasa nchini likilenga iwapo vigogo muhimu wa ODM kutoka eneo la magharibi huenda wakapanga kuchukua mwelekeo mpya wa kisiasa. Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna pamoja na naibu kiongozi wa chama cha ODM Godfrey Otsoti hile walikutana na baraza la wazee wa jamii ya Luhya wakati kukiwa na mvutano unaoendelea ndani ya chama, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Mike Kagongo ni kwamba kikao hicho kiliitishwa kutafuta mwelekeo wa kisiasa wa eneo la magharibi na kimezidisha tetesi kuwa wawili hao pamoja na wabunge wengine ambao ni Babu Owino, Caleb Amisi huenda sasa wanatathmini upya wa nafasi yao ndani ya ODM. Kwa mtazamo wa wengi wa wachanganuzi wa siasa, hatua ya baraza la wazee wa jamii ya Luhya kuwaita maseneta Edwin Sifuna na Godfrey Otsoti inaonekana kuwa wakati muhimu kwa chama cha ODM katika eneo la magharibi, wakitaka kuelezewa kile walichokitaja kuwa hali ya sintofahamu ndani ya chama kufuatia kifo cha Raila Odinga. Ingawa kikao hicho kililenga mustakabali wa jamii na maendeleo ya eneo hilo, swali kuu lililosheheni lilikuwa iwapo Sifuna na Otsoti wanajiandaa kuondoka ODM, mjadala uliotawala ndani na nje ya ukumbi wa mkutano. Wazee hao wanaowakilisha maeneo bunge yote 38 ya ukanda wa magharibi walitaka maelezo ya kina kuhusu taarifa za mpasuko unaopanuka ndani ya ODM, ikiwemo madai kwamba maseneta hao wawili hawajakuwa na raha na maamuzi ya hivi karibuni ya chama. The issue of Luhya elders unity, or the unity of the Luhya community, has not been addressed properly. A large percentage, in fact more than 3/4 of our community belong to ODM. And therefore what happens in ODM concerns us. Hali hiyo ilichochewa zaidi na tofauti kuhusu msimamo wa mwisho wa Raila Odinga na iwapo jamii ya Luhya inafaa kusalia ndani ya serikali pana. Wazee walionya kuwa bila ufafanuzi, eneo hilo linaweza kupoteza mwelekeo katika kipindi nyeti kisiasa. Going forward, we will be following up what is going on
and letting our community know what is exactly going on. We are going to spread right across the nation to make sure that Luhya unity is a reality. Ingawa Sifuna na Ososi waliwahakikishia wafuasi kuwa mashauriano hayo ni ya kawaida na yamelenga kujibu maswali ya jamii, kauli zao hazikuweza kuzima gumzo la mabadiliko ya kisiasa. These consultations are important even as we represent our people. We have now seen what the community's position on the sugar industry is, on the question of gold mining and public participation in Ikolomani. And we were summoned to try and give a status update on the happenings in ODM. Vyanzo kutoka ndani ya baraza hilo vinasema wazee hao waliwauliza moja kwa moja kuhusu madai ya mipango ya kuondoka ODM, masuala ambayo maseneta hao hawakuyadhibitisha wala kuyakanusha. Huku ODM ikikabiliwa na shinikizo jipya, baraza la wazee wa jamii ya Luhya linasema litaendeleza mashauriano na viongozi wa eneo hilo kulinda maslahi ya jamii, wakati tetesi zikiendelea kuhusu iwapo viongozi hao wawili maarufu wa chama wanaweza kuchukua hatua kubwa ya kisiasa muda si mrefu ujao. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Bila shaka taarifa hiyo yake Mike Kagongo inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji na pia kuwapisha wadhamini wetu. Usicheze mbali, manake taarifa zaidi zipo. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na ni kwamba mahakama ya Kahawa imewaachilia huru washukiwa 26 waliokamatwa kwa tuhuma za kuhusika katika uchapishaji wa vitambulisho mtandao wa utengezaji haramu wa nyaraka za serikali baada ya kukataa ombi la idara ya upelelezi ya jinai DCI la kuendelea kifungo hadi uchunguzi ukamilike. Hakimu Gideon Kiage alisema kuwa idara ya upelelezi wa jinai haikutoa hoja za kutosha zinazohitaji washukiwa kuendelea kuzuiliwa baada ya siku 6 tangu kukamatwa Disemba 5. Alisisitiza kuwa katiba ya Kenya inamhakikishia mtu yeyote kukamatwa bila kushtakiwa hadi kuthibitishwa kosa lake, huku na haki yake pia ikizuiliwa. Aidha, alisema mahakama haiwezi kutumika kufidia na kufaidi udhaifu wa vyombo vya usalama, na kwa hivyo serikali lazima iweke huru na iweke wazi ushahidi wote walio nao kuhusiana na shtaka lolote. It is incumbent upon the investigative agency to move with all necessary speed to ensure that any witness testimony or other evidence which is considered delicate and which is subject to interference is promptly gathered and safeguarded at the earliest opportunity. It is expected that during the intervening period, the investigators have taken all necessary steps to safeguard the evidence of the witnesses whom they consider to be susceptible to interference. The period which the respondents have been in custody, that is from the 5th of December to date, is sufficient time for the investigators to take necessary steps in order to safeguard the investigation. Namna wasafiri sasa wanaweza kuweka rekodi za vivutio mbalimbali vya utalii wanavyozuru nchini Kenya kupitia pasipoti ya ukumbusho ya Magical Kenya. Hii ni baada ya Rais William Ruto kuzindua pasipoti ya kisasa katika sherehe za Juma la Utalii nchini. Waziri wa Utalii Rebecca Miano amesema kuwa pasipoti hiyo italeta mabadiliko makubwa kwa kuvutia na kufahamisha na kufurahisha zaidi watalii. Aidha, Wizara ya Utalii kupitia Bodi ya Utalii ya Kenya nchini KTB imezindua mpango mpya wa usafiri hasa watalii wa hapa nchini inayoitwa hapa ni wapi, chini ya kauli ya Tembea Kenya. Mpango huo unanuia kuonyesha vivutio mbalimbali vya Kenya na kuwezesha watalii kupata vifurushi tofauti vya kujiburudisha. Hatua hizi zinalenga zaidi kufanya Kenya kuwa kama kituo bora zaidi cha utalii humu nchini. In 2022, our tourist numbers was 1.5 million visitors. This last year,
we had 2.4 million. We have also done the magical Kenya passport that will be revolutionary. We have also launched the classification exercise that is long awaited. We have today launched our tourism, or rather tourist passport. This is Magical Kenya Tourist Passport that will allow Kenyans and visitors, as they travel in different parts of the country, they get stamps that will then be a souvenir to help them showcase and have a mark on where they've been. And Kenya Tourism Board has unveiled the domestic campaign, which we are calling it Tembea Kenya, Hapa Ni Wapi. This domestic campaign is meant to increase, to grow the number of domestic tourists from the current 5.5 million to at least 9 million, and to contribute significantly to the economy. Currently, 70% of our tourism is by Kenyans themselves, and we believe that the sustainable way to grow the tourism sector and to augment it is by also encouraging Kenyans to tembea Kenya and to really experience the wonder that this country has to offer. Namna huku taifa la Kenya linapojiandaa kwa sherehe za Jamhuri hapo kesho, ambazo mwaka huu zimeangazia mada ya utalii na wanyamapori. Wadau katika sekta ya utalii wanatoa wito kuimarishwa kwa sera za utalii, ishara ya juhudi mpya kuweka Kenya tena katika nafasi ya juu zaidi katika mataifa kama kitovu cha utalii. Mwanahabari wetu Robert Gakure ana mengi zaidi. Bodi ya utalii nchini inazipongeza serikali za kaunti kwa kubaini na kuboresha vivutio vya utalii katika maeneo yao, ikibainisha kuwa utalii unastawi zaidi pale kaunti zinapochukua jukumu la kutangaza rasilimali na vivutio vyao vya kipekee. Now it is a time that we need to focus so much on inland marketing because there is a lot to be showed. Wadau wanasema kuwa eneo la Mlima Kenya lina vivutio vingi vya aina mbalimbali, yakiwemo maeneo ya utalii wa maji, utalii wa safari na mazingira ya kihistoria, pamoja na mbuga kadhaa za wanyama ambazo huendelea kuvutia watalii kutoka mataifa mbalimbali. The climbing the Mount Kenya, it's totally different, and also getting to see the animals on this side because you can't see it on the other side of the coastal area. Wadau wa utalii pia wanatoa wito kwa serikali kuu kuboresha mtazamo wake zaidi ya utalii wa pwani na kuwekeza katika utajiri mkubwa uliopo katika maeneo ya mlima nchini. The visitors are able to come comfortably to Kenya as long as they know there's that security. The government has done well. Haya yanajiri wakati taifa linapojiandaa kwa sherehe za Jamhuri hapo kesho, ambazo mwaka huu zinaangazia mada ya utalii na wanyamapori. Wadau katika sekta ya utalii wanahimiza ushirikiano kati ya serikali za kaunti na serikali ya kitaifa, wakisema kuwa ushirikiano huu utaboresha utalii na hivyo kuhakikisha kuwa uchumi wa taifa umeboreka. Robert Gakure, TV47. Rekodi kwamba zaidi ya wanafunzi 200 wa vyuo vya msafara wa Cape Media kwa ushirikiano na shirika la fedha zisizodaiwa yani UFA leo umekamilika, ukithibitisha siku yake ya 3 na ya mwisho. Leo msafara ulizinduliwa tena katika mji wa Kericho kabla ya kuelekea Kapsuser, Goina Road, Roret na hatimaye kukamilika katika mji wa Leiten. Lengo la ziara hii ni kuhamasisha wakazi kuhusu majukumu ya UFA, na wanashinikiza kusaka bidhaa zao ambazo zinashikiliwa na shirika hilo. Wakati wa tukio hilo, wananchi watapata ama wamepata msaada na mwongozo jinsi ya kudai fedha na mali zao zisizodaiwa kutoka kwa taasisi mbalimbali humu nchini. Tukifanya vikao kadhaa katika kaunti ya Kericho tangu siku ya Jumanne, tumetembelea sehemu tofauti tukihimiza wananchi waweze kupokea nafasi ya kuchukua pesa zao ambazo zimetelekezwa na labda hawana habari kwamba zimekabidhiwa mamlaka ya Crane Financial Assets Authority, tukiwaelezea kwa kipana na marefu kwamba pesa hizi hazijaweza kupotea, bali kuna nafasi ambao tumetoa katika kaunti hii kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 19.
Tukidunda viwanjani ni kwamba klabu ya ligi kuu ya kandanda nchini Bandari FC imetangaza kuwa imepiga kalamu kocha mkuu Mohamed Borji. Borji amepigwa kalamu miezi miwili tu baada ya kuteuliwa kama kocha mkuu wa klabu hiyo, ambapo ameshuhudia wakati mgumu kama kocha wa klabu yenyewe chini ya Bandari. Mechi 2 kati ya 11 ambazo wamecheza msimu huu na anaondoka wakiwa wameorodheshwa katika nafasi ya 14 kwenye jedwali ya ligi hiyo. Kwingineko ni kwamba kikosi cha Kenya cha chipukizi kimeandikisha medali 2 kwenye mashindano ya Africa Youth Games ambayo yanaendelea katika nchi ya Angola. Kikosi cha taifa cha karate kiliandikisha ushindi wa medali 1 kabla ya Margaret Nyevu kuongeza medali yake ya pili. Kitengo cha wasichana, mashindano haya yanaendelea zaidi ya tarehe 20 mwezi huu wa Disemba, huku Kenya ikilenga kuhakikisha kuwa bendera ya Kenya inapepea juu zaidi katika mashindano hayo. We've been training very hard for these games, and the game for today has been tough because the opponents have experience, but we have tried our best. Nilikuwa take part kwa kata team na leo tumematch kuja na bronze. Me personally na take part individual committee na individual kata, na we hope for the best tomorrow that tutapata ushindi. Kwa nimetense kidogo, lakini nilivyoingia na mwalimu akanikoach tu kidogo, nikasikia nimepata encourage. Yanaitwa wa kwanza in the boys category amecheza na player kutoka Zimbabwe, akashinda seti 2 za kwanza, alafu bahati mbaya yule Mzimbabwe akakuja akashinda 3 zilizofuata. Telling us that they are ready and whichever the circumstances they are going to win and deliver medals. It's very motivating. They're very positive. The boys, the young girls and boys, they're very excited to fly out the flag of Kenya. Bila shaka siku zote wanasema kilicho na mwanzo kina mwisho. Kufikia hapo, mimi Elizabeth Mutuku na mwenzangu kwenye meza ya lugha ishara Berlin tunakamilishia habari hapo, lakini baadaye watakuwepo wengine na lugha ya Kizungu. Kwa heri kwa sasa.